Ndoa ni kitu gani msikilizaji? Watu wengi wanasema ndoa ni maelewano ya wawili, maridhiano kati ya watu wawili. Salma ni binti wa Kiislamu ambaye amelelewa na kukulia katika misingi mizuri sana ya dini ya Kiislamu. Alikutana na mitihani mikubwa sana katika ndoa baada ya kuolewa na mwanaume ambaye alimridhia mwenyewe, lakini kwa sababu zake binafsi. Na hata huyo kijana ambaye pia ni mume wa Salma, naye pia ni kijana wa Kiislamu. Kijana ambaye alizaliwa na Mr. Hashimu, mzee ambaye ni maarufu sana pale Moshi mkoani Kilimanjaro. Salma anajikuta akikumbana na changamoto nyingi sana. Inapelekea mpaka anajutia uamuzi wa kuridhia kuolewa na huyo kijana ambaye ni Jamal, mtoto wa Hashimu. Allahu Akbar. Naam. Salma anasema ni asubuhi na mapema niliamka baada ya kusikia adhana. Nilimwacha dada yangu Zai akiwa kalala. Sikuona haja ya kumwamsha kwa sababu alikuwa ametoka kujifungua wiki 2 nyuma. Niliingia bafuni kuoga na kuelekea katika mswala kwa ajili ya kuswali. Baada ya swala, mtoto wa dada alianza kulia na dada aliamka kwa ajili ya kumwangalia mtoto. Basi kutokana na kwamba alikuwa mzazi, nilijitolea nikaelekea jikoni kwa mama kwa ajili ya kumsaidia baadhi ya kazi. Nikiwa nje kufagia uwanja, nilimsikia babangu anaingia huku akiwa anaongea na simu baada ya kutoka msikitini. Ni habari nzuri sana Hansi, umeamua kuwahi nafasi. Moja kwa moja nikajua fika kwamba anaongea na Hansi, binamu yangu. Aliendelea kuongea huku akiwa anampongeza. Mimi nikarudi ndani baada ya kazi zangu, nikakuta mama sasa anasukuma chapati. Mama, sogea nikusaidie. Akaniambia, vipi na wewe ukiolewa nani atanisaidia sasa? Leo utanisaidia, siku umeondoka nani atanisaidia? Alizungumza mamangu akinitazama usoni akisubiri majibu. Nikamwambia, mama, mimi kuolewa muda wangu bado. Si unajua hakuna mwanaume wa Kiislamu anayependa mkewe afanye kazi za wengine. Kiukweli nilikuwa nafanya kazi na nilikuwa naipenda sana kazi yangu, lakini sasa nilikawa nawaza, nitaruhusiwa kweli kufanya kazi baada ya kuolewa? Nilimwambia mama yangu hivyo nikijua fika kwamba hajapenda jibu langu. Akaniambia, ni majibu gani hayo mtoto usiyokuwa na haya wewe? Ni majibu gani hayo ya kumjibu mzazi? Nilimwangalia mama yangu nikatabasamu. Baada ya hapo, nilimsaidia kwenda kutenga chai mezani. Wa asalamu alaykum binti yangu. Haifa, hali gani? Baba yangu alikuwa akinisalimu mimi, nikaambia namshukuru Allah nimeamka salama kabisa. Sijui wewe baba. Akaniambia, mimi namshukuru Mungu mwanangu, niko poa. Alhamdulillah. Baba yangu alikuwa anakunywa chai huku akisoma mashairi ya Sheikh Amiri Mponda. Na mimi nikavutika sana. Nikawa namsapoti pale. Mashairi alikuwa anasema, watoto na nyumba zako wala havitokufaa, magari mashamba yako hayatakusaidia. Utarudi kwa Muumba wako kama ulivyozaliwa. Andaa amali zako, Mola atakupokea. Zai alikuwa akitusikia pale, akasema, baba, na kuona na mwanao, yani mashallah. Salma sauti yake na yako yani zimemechi kabisa. Sio masiara, sauti maridadi kweli kweli. Baba akasema, hata mimi kweli namuona. Ala kamjalia mwanangu sauti nzuri sana. Na hata kwenye harusi yake natamani siku moja aweze kuimba utenzi. Nadhani atapatiwa zawadi nyingi sana za bure. Mimi nikamwambia, abi baba, umeshaanza. Hiyo siku hata sitaki kuikumbuka, yani sitaki kabisa kuifikiria. Jamani, mimi niwaache, kachanga wangu analia. Dada yangu pale alituacha mimi na baba. Baba akanipatia simu niongee na binamu yangu Hansi. Kweli sikuchelewa, niliongea naye, lakini sikutaka kuongea naye sana. Nilitamani ampatie binamu yangu mwingine ambaye ni mdogo wake ili niweze kuzungumza naye.
Nikamwambia okay, kama hayupo basi, ila kwenye ndoa yako jua kabisa sichori bure, maana umenisaliti kaka. Nilikuwa nikimtania kaka yangu. Stori za hapa na pale zikaendelea. Baba yangu alikuwa bado hajaenda kazini. Tulikunywa chai na baba. Baada ya kumaliza, nilirudi chumbani kwangu na dada. Nilichagua mkoba mzuri pamoja na simu yangu pale nikaichukua. Dada akaniambia, Salma, usithubutu kwenda, nitamwambia baba. Nikamwambia dada, wewe nisubiri nitoke kisha umwambie. Kiukweli hii kazi naipenda sana na ni ngumu sana kuwaelewesha ndugu zangu. Dada akaniambia, Salma, muogope Mungu Salma. Nikamwambia, samahani ukti, wewe muangalia mahiri wangu tu. Nilimjibu nikaondoka, nikamwacha pale akinywa mtori. Nilipitia mlango wa jikoni, nikamsikia mama Zea akiimba mamangu. Kwanza nitoe pongezi zende kwa wazazi wake, shukurani kwa Mwenyezi tangu kuzaliwa kwake. Nilijikuta nikifurahi, nikatamani kudakia ule wimbo, lakini nikakumbuka kwamba nilikuwa natoroka. Nilifika geti la nyuma ya nyumba yetu, lilikuwa limetiwa kufuli. Kwa kuwa pale palikuwa ni kwetu na napajua vizuri, basi nikapandisha matairi mabovu, nikaweka na tofali pale nikapanda. Nilifanikiwa kutoka nje ya fensi huku nikiwa nimeshika nikabu mkononi. Leo tena, Salma, hauwezi kuacha. Hiyo ni sauti ambayo ilitokea mbele yangu, nikabaki nimeduaa sasa. Alikuwa ni kijana mmoja, alikuwa akiitwa Jamal, mtoto wa Haji Juma. Na alikuwa ananisumbua sana. Yaani tangu anione kwenye harusi ya kaka yake Jawadu. Ilikuwa siku ya ndoa na nilikuwa ni kama best wa bibi harusi baada ya kumchora hina, na nilimwambia akiwa kwa siku ya ndoa. Jamal aliniona nikiwa naimba utenzi wa ndoa. Alivutiwa na mimi. Hakuishia kunifuatilia tu, alikuja mpaka kujua ni wapi nafanyia kazi. Sikujua lengo lake kwangu ni lipi hasa. Lakini mara kwa mara alikuwa anaomba kunioa, yaani alikuwa akinisumbua sana. Nikamwambia, ni wewe tena? Mwenyezi Mungu Allah niepushe. Niliongea nikiwa nafunga nikabu yangu usoni. Lakini Salma, ni mara ngapi ya kuepushe? Maana leo tumeswali msikiti mmoja na mzee Munishi. Nilikustahi kumwambia tabia zako. Alizungumza huku akifungua mlango wa gari alilokuwa amepanda. Nikamwambia, kwani ungemwambia angekuamini? Akasema asingeniamini, ila ningemwonyesha hii hapa angeniamini. Nilipoangalia kwenye kioo cha simu yake, Allah, kumbe Jamali alinirekodi mimi nikiwa naruka fensi nyumbani. Nikamwambia, Jamali, naomba usije ukathubutu kumwambia. Akasema, wala Salma, usijali, mimi sio mtu mbaya kihivyo. Wewe panda tu kwenye gari na nikupeleke kazini kwako. Kweli niliingia kwa sababu ndo imeshakuwa tabia yake hiyo. Anapenda sana kunitishia ili nipande gari yake. Tuliondoka na gari, tukaenda katikati ya mji kabisa, mtaa wa Mbuyuni. Nilishuka nikamwacha aendelee na safari zake, na mimi nikaingia kwenye garment moja kubwa hivi ya kushona na kudesign mavazi mbalimbali. Mavazi ya sherehe aina zote. Nilisalimiana na wafanyakazi wenzangu, maana ile ni ofisi ya mtu na sisi ni wafanyakazi tu pale. Basi baada ya kumaliza kazi na nikajua kwamba huu ni muda wa baba kurudi nyumbani, niliwahi kuingia ndani. Nilipofika nikaendelea na kazi zingine. Mama yangu alikuwa akilalamika sana kwa makosa yangu ya kutokutii. Niliamua kunyamaza na kuendelea tu na kazi zingine pale nyumbani. Niliwasha simu yangu kuangalia design tofauti mtandaoni. Niliporidhika kwenye mida ya saa 3 baada ya insha, baba yangu alirudi nyumbani. Kama ilivyo ada yake, lazima tusikilize Qur'ani kabla ya kula chakula. Baada ya hapo tulikula na muda wa kwenda kulala, baba akanizuia. Hata mimi naweza kuwepo? Aliuliza mama. Baba akakubali. Alianza kunigusia suala la mimi kuolewa, kwa sababu imekuwa tabia yangu kuwakataa wachumba kwa kisa ambacho hakijulikani. Kwa hiyo alinipatia mchumba ambaye alisema sitamuogopa. Nikasema subhanallah,
Baba, hapana, siwezi kuolewa na Tawakal mimi. Wakati huo mama alikuwa akitusikiliza tu naye akazungumza. Sasa huyo jamani, si hata kuzuia kufanya kazi Salma. Baba akadakia, ndio mwanangu, maana wanaume wote unawakataa kwa sababu mnapingana kwenye swala la kazi. Lakini Tawakal anapenda sana ufanye kazi na anapenda kile ambacho unakipenda. Kubali mwanangu, kubali tu kuolewa naye. Nikasema, mama, baba, mwanenu mimi Tawakal tunaheshimiana sana, siwezi kuolewa naye, ni ndugu yangu kabisa. Huyu Tawakal, msikilizaji, ni binamu yangu ambaye ni mdogo wake na Hansi. Basi baba akaniambia, ni binamu yako tu, na unajua binamu ni nyama ya hamu. Sasa ni hivi, itabidi ukubali, la sivyo utuletee mwanaume ambaye wewe utaona ni sahihi kwako Salma. Umri unaenda ujue, vishawishi ni vingi hapa mjini, mabinti wameharibika. Babangu aliondoka baada ya kusisitiza sana, na mama pia akafata. Hakutaka hata kunielewa kwa sababu tabia yangu ya kutoroka nyumbani kwenda kufanya kazi alikuwa haipendi pia. Nilibaki pale nikiwa nalia sana, na mimi nikaelekea chumbani kwangu. Nilifungua simu huenda itanifaa kwa muda huo kunifariji. Nilikutana na jumbe kama 5 hivi kutoka kwa watu tofauti tofauti, na mojawapo akiwepo ni Jamal. Nikafungua jumbe za Jamal. Alikuwa anasema, Salma, tafadhali kubali nikuoe. Salma, mimi nitamuoa nani? Salma, nimepewa muda kidogo tu na baba yangu. Salma, nielewe, niamini, mimi sitakuzuia kufanya kazi. Salma, nitakuwa mume bora kwako. Nikajiuliza sana, hivi huyu Jamal ana shida gani? Yaani mtoto wa shehe mkubwa kama huyu anioe mimi kwa lipi? Na kwa nini asinizuie kufanya kazi? Na kingine, kanishuhudia mara kibao tu nikiruka fence kuashiria mimi sio binti bora, lakini bado tu anahitaji kunioa. Nikawaza, sidhani kama ni salama kwa kweli. Mimi sikumjibu, nilikaa kimya kuashiria no need, hakuna haja. Sio kila kitu lazima ujibu. Basi niliamua kulala. Asubuhi na mapema kweli niliamka na ratiba yangu ya kila siku, lakini ilikuwa siku ya Ijumaa hiyo siku, na huwa siendagi kazini, na hiyo ndio likizo yangu. Mama akanifuata akaniambia, Salma, leo tutaelekea sokoni, kwa hiyo weka mambo yako sawa. Nikamwambia sawa mama. Nilikuwa na nguo za kufua, nikafua nikaanika nguo zangu nikiwa kule nyuma ya nyumba yetu. Sasa nikiwa kule nyuma, niliusikia ugeni unakaribishwa kwa shangwe na bashasha. Nikajiuliza kuna nini? Nilitamani nijue, nikawa nachungulia, lakini kabla sijasogea nikasikia, salamu alaykum ukti. Nilimwao, alikuwa ni Tawakal. Nikamwambia, Allah ni mkubwa Tawakal, umependeza sana ndugu yangu jamani, mashaallah. Akaniambia, ndio maana nimekuja kwako kwanza. Niliguna kidogo kwa aibu. Akasema, au unaniogopa? Sema kama unaniogopa. Yuko wapi shangazi? Nilimuuliza. Akaniambia, wapo huko mbele. Basi nikaweka vitu vizuri. Tawakal akanisaidia kubeba pale, tukaingia ndani, huku tukawa tunataniana sana kama kawaida yetu. Si mabinamu, kutaniana si kawaida. Tulipofika sebleni, niliwasalimia wote ambao walifika pale na nikawaandalia chochote kitu. Salma amependeza. Nikamwambia, shangazi, unanisifia hivyo kweli jamani mbele ya kaka Hansi? Wasubiri tu abadili maamuzi yake. Walicheka nyumba nzima. Dada Zai wakati huo alikuwa akijunyua uji wake pale. Akasikia mtoto akilia chumbani. Akaniambia, Salma, kamlete mtoto. Niliinuka na kumwendea mtoto, nikawaacha sebleni wakizungumzia swala la mimi kuolewa na Tawakal. Nilipofika chumbani nilikuta mtoto analia na simu inaita. Kumshika tu nikagundua alikuwa amekojoa, na ndio maana alikuwa ameamka. Niliacha ile simu kwanza, nikamchukua mtoto na kumbalisha nguo ambazo alikuwa amevalishwa, nikambebeleza kidogo akalala. Kama mnavyojua mtoto mchanga huwa analala sana muda mwingi. Nilimlaza pale, nikachukua simu yangu, nilipoangalia nikakutana na missed call. Alikuwa ni Jamal. Niliamua kuipotezea tu.
na nikataka kurudi sebleni. Lakini nilipoangalia kwenye simu vizuri niliona kuna ujumbe. Kama kweli haunitaki sema Salma. Sawa tu, ila jua mimi sitaki kuoa mwanamke mwingine zaidi yako Salma. Nitafanya kila unachokipenda. Nikaona mbona kama hayo maneno mimi nimeshayazoea. Niliamua kurudi sebleni sasa. Mama akaniuliza amelala? Nikamwambia ndio kalala. Tulipiga stori mbili tatu na shangazi. Muda wa swala ya Ijumaa ulipofika tulijiandaa vizuri. Mimi na Tawakal tukaelekea msikitini. Msikiti wa Moshi huko. Sasa muda tunaingia niliona gari ya Jamal nikaipotezea. Tuliagana na Tawakal akaelekea upande wao wa kiume na mimi nikaelekea upande wetu wa kike. Baada ya hutuba swala ilisimama. Baada ya ibada tulitawanyika. Nikiwa nje pale naangaza kumtafuta Tawakal, alikuja Jamali mbele yangu. Nikawahi kuweka nikabu usoni nikajua pengine labda hatonijua. Asalamu alaikum Salma. Aliponisalimia tu nikajua tayari hakuna siri kwake. Hakuna siri tena. Nilimuitikia nikaendelea kumtafuta Tawakal bila mafanikio. Salma, utasababisha wanaume wote wakuone hapa. Jamani, kuna mtu anamtafuta, hebu niache. Hata mimi nakutafuta wewe Salma. Wananilazimisha kumuoa binti wa Haji yule Nuru na mimi sipo tayari. Sasa Jamal, mimi nikusaidie nini? Kinachokuzuia wewe kumuoa ni kipi? Salma Kabla hajamaliza alikatishwa na sauti yangu. Tawakal, niko hapa. Nilimpungia Tao mkono ambaye hakunijua kwa ajili ya ile nikabu nilokuwa nimevaa. Tawakal ni mchumba wako? Nikamwambia yule ni bidamu yangu ujue. Naomba usinipande kichwani. Asalamu alaykum bro. Tawakali alimtolea salamu Jamali. Jamali akaitikia, mimi nikaondoka zangu na Tawakali tukamwacha pale. Alikuwa ametutolea macho ya huruma kweli. Tukiwa njiani sasa binamu yangu Tao akaniuliza kuhusu Jamali. Nikamwambia hamna chochote baina yetu. Hakuna chochote ila ni mtoto tu wa shehe, unajua. Na mimi nikaona sio mbali nikimuuliza kuhusu yeye kutaka kunioa mimi. Akaniambia ujue Salma, mimi ni ndugu yako na nakupendea heri tu. Muda na umri wako umekwenda. Miaka 23 sasa. Binti wa Kiislamu bado unaishi nyumbani. Na kauli za waumini nyingi wanasema kwamba una nuksi na mkosi wa kukosa mume wa kukuoa. Mimi nikaona nijitolee kukuoa tu kwa sababu hakuna pingamizi kati yetu. Na pia sitakuzuia kufanya kile unachokipenda. Wewe ni mtu safi sana kwangu. Nikamwambia kwa hiyo nia yako ni unioe ili uniridhishe na sio kwamba unanipenda? Akaniambia upendo wangu kwako hata si ujui. Ninachojua ninafanya kwa ajili yako. Hata kama sikupendi kimapenzi ila nakupendea mema. Na kuhusu mimi usiwaze. Mimi ni mwanaume. Nikitaka kumuoa mwanamke wa kumpenda kimapenzi, nitamuoa kwa sababu dini haikatazi. Kiukweli nilimuelewa Tawakal. Ila niliona nitampa mtihani. Isitoshe ni ndugu yangu. Kama riziki yangu bado, basi acha iwe bado, lakini kuolewa naye kwa kweli hapana. Hata kama ni wewe msikilizaji ungekubali. Yaani mtu anataka akuoe eti kwa ajili ya kukustiri tu na sio kwa mapenzi. Wewe kuweza? Akaniambia unapokataa kuolewa na mimi Salma, nipe sababu za kujitosheleza kunikataa. Tena sababu kuu iwe ni tayari unaye wa kukuoa na anakuja hivi karibuni nyumbani. Na baada ya hapo ndipo ufuatishe sababu nyingine. Ila kuhusu kuahirisha kukuoa kwa sababu ambayo sielewi, kwa kweli sitoacha. Maana siwezi kuvumilia kusikia watu wanakusema sema vibaya. Nikamwambia lakini Tawakal. Alinikatisha akaniambia tumefika nyumbani tayari bwana. Upande wa Jamal mambo yalikuwa ni magumu kwake kwa sababu ameamriwa kama amri na sio ombi kumuoa Nuru. La sivyo alete mwanamke nyumbani tena wa stara zote na haki za kuwa mwanamke bora wa Kiislamu kama alivyo huyo Nuru. Basi siku zilisogea pale.
Nikaona nyumbani kama userious wa mimi kuolewa na Tawakali unawekewa mkazo sana. Yaani mpaka taratibu za posa zikafanyika. Na baba yangu akapitisha kabisa bila hata kuniuliza. Wakati huo hata kazini nilikuwa nimeomba radhi, ruhusa, kwa sababu baba yangu alishanishtukia tayari. Sasa utaishije Salma jamani? Tawakali kakuonea huruma tu wewe. Basi na wewe muhurumie kama ndugu yako, nifanye nini sasa? Nikiwa nawaza pale simu yangu iliita na mpigaji alikuwa ni Buibui, nilimsevu Jamali Buibui. Huyu naye hachoki tu jamani, niliongea peke yangu huko napokea. Siwezi kuchoka Salma, bado kidogo tu nimuoe huyu binti. Zifikirie ndoto zako, kweli utakatishwa kisa tu hazikupi uhuru? Nikamwambia kwa taarifa yako sasa, mimi nakwambia nimeshapata mwanaume ambaye karidhia mimi kufanya kazi. Jamali, hebu wewe muoe huyo binti. Muoe tu huyo binti bwana. Akaniambia siamini Salma. Mimi nakuja huko nihakikishie. Nikamuuliza unakuja wapi? Unakuja wapi? Usije kwetu. Naomba usije ukakanyaga hapa mimi nikaisiwa vibaya Jamali. Akaniambia Salma mimi sijali nakuja hivyo hivyo. Nikamwambia basi tukutane sehemu Jamali, lakini naomba usifike kwetu. Akasema nakuja nikukute wapi? Nikamwambia unaponikutaga. Jamali alikata simu, akachukua funguo ya gari ili anifuate. Ilibidi sasa nijiandae kutoka kabla sijatoka. Wakati dada yangu Zea alikuja pale, akaniambia Salma, naombea ndoa yako na Tawakali ifike kabla sijaenda Tanga. Lakini babake Maheri ananilazimisha niwahi sana Tanga. Nikamwambia hiyo ni ndoa, naomba dadangu ukaitendee haki. Naomba usifanye masiara na ndoa. Akaniambia mbona kama unataka kutoka, unaenda kuonana na Tawakali ama? Nikamwambia dada samahani, lakini naomba usimwambie mtu tafadhali. Lakini Salma mdogo wangu wewe olewa tu. Maana unaharibika vibaya jamani wewe. Niliondoka na sikutaka kumsikia. Nilizunguka nyuma ya nyumba yetu kama kawaida. Nikapanda juu ya fensi. Nikageuka nyuma kuangalia, hakuna aliniona. Nilipoangalia mbele nikaliona gari la Jamali kwa mbali. Jamali aliongeza kasi mpaka nilipo, akashuka kwenye gari akaja kwangu. Kama bahati mbaya ya bwana, za mwezi ni 40. Babangu alikuwa anakuja kuingilia lile geti la nyuma. Na alikuwa amewasiliana na mama aje kumfungulia mlango. Ile mama anamalizia tu kufungua geti na baba anafika. Tukagonganisha macho wote wanne. Kiukweli nilikosa maneno. Mama alituangalia sana. Sura ya Jamali ilikuwa ngeni machoni mwa baba, japo hakumjua sana. Baba aliingia ndani, mama pia akamfuata mumewe, tukabaki wawili. Akaniambia twende ndani tukawaeleweshe. Mimi nikamwambia wewe nenda tu, niachie mwenyewe. Akaniambia hivi unadhani nikiondoka watakufikiriaje? Lakini hata ukiwepo Jamali watanifikiria nini? Niliongea hivyo nikaingia ndani nikafunga geti, nikaelekea sebleni. Nilimkuta baba akiwa amekaa kashika kichwa kwa kufikiria nini afanye. Baba, akaniambia hivi unampenda huyo kijana? Nikamwambia hapana baba, ni bahati mbaya tu. Ni bahati mbaya umetukuta vile, haikuwa. Salma nipe jibu moja tu, unampenda huyo kijana? Ndio maana ulikuwa unazikataa posa za watu, si ndio? Baba samahani Kabla sijaongea mlango uligongwa. Alipita dada yangu Zaina kwenda kufungua mlango. Karibu. Aliingia Jamali ndani, maana kule nje nilimzuia kuingia. Karibu kijana, alizungumza baba. Niliinuka nikaondoka, sikutaka kusikia mazungumzo ya Jamali na baba. Nilielekea chumbani nikiwa na hofu. Mida ya swala ya insha saa 2 ilifika. Jamali aliondoka pamoja na baba kuelekea msikitini. Dada zake akaniambia na kuonea huruma sana mdogo wangu. Sijui baba ataongea nini. Sijui ataongea nini na huyo kijana. Dada, mimi nakuhakikishia ni kwamba hamna chochote baina yetu, ni basi tu yani.
hii ilikuwa bahati mbaya tu kufumwa. Sawa, lakini kitendo cha wewe kuruka fensi mwanangu ukaonane naye ni ngumu sisi wazazi wako kukuelewa. Mama, usiseme hivyo. Yaani sijui baba atachukua uamuzi gani juu ya hili. Mwenyezi Mungu, Allah, wewe ndio unajua jamani. Upande wa babangu pamoja na Jamal baada ya kuswali insha walianza mazungumzo. Nafahamu mzee wangu, ni ngumu sana kumwelewa binti yako na mimi pia. Ila nakuhakikishia hakuna baya baina yetu. Ni sawa kijana, lakini wewe hapo ulifuata nini kwake mpaka aweze kuruka ukuta kwa ajili yako? Kiufupi baba, mimi ndiye ambaye nilisababisha mzee. Nilimlazimisha kuonana naye na nikamwambia pindi akikataa na kuja huko huko bila ya kujali. Na yeye kwa kuogopa kufikiriwa vibaya akaona ni bora atumie njia ile kuonana na mimi. Oh. Kwa hiyo kumbe wewe ndio chanzo. Na ni kipi hicho cha lazima unachokitaka kutoka kwake? Jamali alivuta msaafu uliokuwa karibu wakiwa wawili tu ndani ya msikiti. Alipeleka mahali husika na kuviweka pale ambapo vinapokaa, kisha akarudi na kukaa kwenye mkeka. Baba, naomba uniwie radhi tafadhali. Nafahamu kabisa hii sio njia sahihi ya kuwakilisha jambo hili. Kiukweli mimi nampenda sana binti yako na natamani sana kumwoa, lakini yeye hanitaki. Toka siku ya kwanza namuona nilimpenda. Nikaanza kumfuatilia kila mahali hadi nikagundua changamoto yake ya maisha ni kuipenda sana kazi yake. Kazi ambayo imemnyima sana nafasi ya kuolewa. Ila mimi nipo tayari kumwoa na kuishi naye na akaendelea kufanya kazi. Ila yeye hayupo tayari kabisa, ananihofia kwamba mimi kuna sababu zingine za kumwoa. Na kilichonishtua zaidi leo ni yeye kuniambia kachumbiwa tayari na ataolewa na mtu mwingine. Hiyo ndio ilikuwa lazima ya mimi kuja pale mzee mpaka mtukute pale nje. Oh, kumbe ndo hali hiyo . Hivyo ndivyo ilivyokuwa mzee wangu, na naomba uniwie radhi. Natamani sana kuja kwako kwa njia iliyo bora, ila ni mpaka binti yako aridhie. Kama una nia utapata njia, ila kama una imani kwenu na hali yenu na binti yangu ataridhia pia. Mzee, mimi haya ni maisha yangu na mimi pia ni uamuzi wangu, na huu ni uamuzi dhidi ya maisha yangu, na mwenye maamuzi juu ya maisha yangu mwingine ni Allah peke yake pamoja na nafsi yangu. Basi hakuna shida kijana, nimekusikiliza, basi tukajaribu. Basi Jamali alifurahi kuona baba yangu amemuelewa. Akajua fika haitakuwa ngumu tena kwangu kukataa kuolewa naye. Baba alirudi nyumbani akiwa kawaida, sema tu alikuwa anaimba kaswida yake pendwa ya Amiri Mponda. Mimi nilipomsikia nilikimbilia chumbani, sikutaka hata kula wala hata sikutaka siku hiyo kusoma Qur'ani. Ilibidi nidanganye kwamba naomba ruhusa, lakini wote walinielewa kwamba kwa nini nilifanya vile. Nilisema simu yangu nikiamini Jamali lazima atanipigia simu, akaniletea matatizo mengine tena. Asubuhi baada ya kusikia adhana niliamka kama ilivyo ada. Nikafanya maandalizi yangu, nikajiandaa kwenda kazini. Ila nikakumbuka jana tu nilikuwa na msala na bado sijaonana na baba. Nikasikia sauti ya baba ikiongea. Mwanangu, vipi jamani, mbona hamjaniletea chai mpaka sasa nachelewa kazini? Niliogopa. Nikaanza kujiuliza naenda vipi kwa baba. Lakini nilijikaza nikaandaa na kumpelekea chai. Nilifika, nikatoa salamu pale. Nilimpatia chai, nikakaa mbali kidogo. Akanambia, Salma binti yangu, embo nakuomba usogee karibu yangu. Niliogopa, maana hiyo ni kawaida ya baba yangu. Yaani hata ukiwa umekosea atakuita kistaarabu ili kukuonya, na ukirudia tena basi atakukanya na fimbo, na fimbo yake ilikuwa inauma sana.
Sasa ilikuwa imepita ni miaka mingi sana sijapata ukarimu wa baba. Kwa hiyo nilikuwa nahofia sana. Nilisogea mdogo mdogo mpaka kwake na nikakaa karibu naye. Akaniambia, punguza hofu mwanangu. Mimi nataka kusitisha mpango wa wewe kuolewa na Tawakal. Na nina imani ataelewa. Nikamwambia, baba. Akasema, sina hasira na wewe kwa sababu sio makosa yako, ni kipaji alichokupa Mungu kinakusumbua. Ila hata hicho kipaji kisiwe sababu ya wewe mwanangu kuwa binti wa motoni. Nikamwambia, baba nashukuru mno. Nilimkumbatia baba yangu bila kujua baba akaamua kufanya hivyo ili Jamali apate upenyo wa mimi kumridhia. Akaniambia, basi mwanangu, unajua nini? Hata yule kijana sio mtu mbaya, ni muelewa. Na kitendo cha yeye kuja hapa kukutetea kilinifurahisha sana. Ila kama unampenda, msikutane naye vichochoroni. Naomba uikubali njia ambayo ni ya halali. Nikamwambia, baba, unamfahamu yule kijana vema kweli kwamba ni mtoto wa nani? Akasema, ondoa hofu kuhusu hilo binti yangu, kanihakikishia kila jema kwako. Nikamwambia tu, baba nipe muda kwanza, nitakujibu baba yangu. Kauli yangu mimi ilitosha kumfanya baba aelewe kwamba nipo tayari kuolewa na Jamal na nampenda Jamal. Ila nina kitu kinaitwa hofu tu ya kuolewa. Niliingia chumbani nikiwa nina furaha ile mbaya. Niliwasha simu yangu, nikakutana na message call kibao za Jamal, lakini sikutaka kumjibu. Leo kwa mara ya kwanza nikatoka nje kuelekea kazini kupitia mlango wa mbele, geti la mbele. Simu yangu nikaiweka kwenye pochi. Kiukweli hakuna kitu kizuri kama kufanya jambo ambalo unalipenda tena ukiwa na uhuru. Nilitembea huku nikitamani kupaa, yani sikuamini kama kweli nimekubaliwa kwenda kazini na naenda kuolewa. Nilikutana na rafiki yangu Rozi, akaniambia, mbona unaonekana kuwa na furaha sana vipi? Nikamwambia, ndugu yangu, naolewa na Jamal. Akaniambia, lakini shoga yangu, na wewe bosi anakupenda, yani wiki nzima hujaja kazini. Nikamwambia, lakini kuanzia leo mimi kazini nitahudhuria kila siku. Yani siku sijaja ujue ni sababu ya maana, nipo hoi naumwa. Akaniambia, okay, na vipi sasa ukiolewa ukikataliwa kwenda kazini? Nikamwambia, we, subutu, mbona nitakufa? Tulicheka pale, tukaingia kazini, tukaanza kazi kama kawaida. Baada ya kazi, muda ulipofika kurudi nyumbani nilitoka. Wakati natoka nilimkuta Jamal, akaniambia, naomba nikupeleke. Nikamwambia, haina shida. Nilimjibu haraka sana siku hiyo na ilionyesha dhahiri kwamba nimeanza kumridhia. Niliingia ndani ya gari na tukaondoka pale. Akaniambia, salama, naelewa ilikuwa ni ngumu kwako kuniamini. Ila mimi nipo serious kabisa na wewe. Kubali tu kuwa nikuoe na imani utakuwa huru kama hivi. Nikamjibu Jamali, wewe njoo nyumbani. Cha muhimu njoo nyumbani, ufuate taratibu zote zinazostahili, alafu mimi nitakuelewa tu. Akasema, wewe, ina maana umekubali tayari? Nikamwambia ndio, lakini sio sana. Jamali alitabasamu kwa furaha baada ya mimi kumjibu vile. Na pia alifurahi sana kuona mambo aliyokuwa ameyapanga yanaenda kutimia. Tulifika nyumbani nikiwa free kabisa, sina mashaka, nikashuka kwenye gari. Wakati nashuka nikapigiwa simu na binamu yangu Tawakal. Alinipongeza kwa kuushinda ule mtihani. Tuliendelea kutaniana pale. Dada akanicheka, akaniambia, vipi? Mbona kama una furaha sana? Nikamwambia, nina furaha mno. Kweli wiki iliyofuata Jamali alituma washenga akiwepo baba yake. Na ilikuwa ni heshima kubwa sana kwetu. Na moyo wangu uliridhia kuolewa na Jamali 100%. Na moyo wangu ulijaa upendo mwingi. Baada ya barua kujibiwa, mahari ikatolewa na tarehe ya ndoa ilipangwa. Siku ya hena mambo yalikuwa bulbul. Jamali alikuwa akisumbua sana kuonana na mimi. Alitamani kuniona, lakini dada yangu Zai alikuwa akimpokelea simu na kumwambia kwamba muda wa kumuona bibi harusi bado, vumilia, bado siku moja tu. Hatimaye siku yenyewe ikawadia. Marafiki zangu, ndugu zangu walifika. Lakini mama yangu alikuwa na huzuni sana. Kwa sababu hata dada yangu Zai alikuwa anasubiri ndoa yangu ipite ndipo aondoke. Kwa hiyo mama alikuwa anahuzunika angebaki na nani.
Tulimliwaza mama yetu. Baada ya muda bwana harusi akafika, ndoa ikafungwa, watu wakafurahia pale, na baadaye niliondoka kuelekea ukweni kwangu, sasa nyumbani kwa Jamali, kwa mzee Hashim Juma. Kulikuwa na harusi kubwa tu, wageni mbalimbali kutoka nchi mbalimbali walifika. Dada yangu Zai alivutiwa sana na ule ukaribisho, aliishia kunipatia hongera nyingi sana. Baadaye usiku sana tukaruhusiwa kuelekea chumbani, mimi na mume wangu. Chumba kilipambwa kweli kweli. Lakini tulipoingia chumbani, tulimkuta binti mmoja mrembo sana amekaa pale. Jamali akamwambia, "Nirija, vipi? Mbona tena upo huko?" Akamwambia Jamali, "Nimekuja kukupa hongera zako na zawadi zako za harusi." "Nirija, samahani, lakini Salma mimi ndio chaguo langu, naomba unielewe." Akasema, "Jamali, naelewa sana, na wala sitowaingilia kamwe." Alitupatia zawadi, nikapokea, nikamwambia asante. Akanambia, "Usijali, ila nakuomba umpende sana Jamali, ni kijana mzuri sana na anakupenda sana." Nilishukuru na nikampa pole. Huyo binti ambaye ninawaambia ni mrembo, msikilizaji, na alikuwa na sauti yake nzuri nadhifu, aliondoka pale na kutuacha. Aliondoka machozi na mafua yakimtoka kwa pamoja. Nikamwambia, "Jamali, binti mrembo huyo mpaka naogopa ujue." Nilizungumza hayo nikijaribu kupunguza baadhi ya nguo zangu. Akanambia, "Sio tu yeye, kwa watakao kuja hapa utaogopa mpaka utatamani kuachika." Jamali alizungumza huku akifunga mlango na kuyafunika mapazia vyema. Nikamwambia, "Nini? Jamali, unasemaje? Umeongea nini hapo?" Akasema, "Ndiyo Salma, ila sitakuruhusu unitoke. Yaani sitakuruhusu uniache. Haijalishi ni yapi utayapitia, utabaki kwangu. Kwa sababu bila ya wewe, wazazi watanikaa kooni na mambo yangu yatakuwa yaende." Nikajiuliza, anaongea nini huyu mtu? Ni lugha gani hii jamani? Mimi sikuelewa, kwa sababu yani niliona kama ananichanganya hivi. Niliingia bafuni kuoga. Nilitoka nikifikiria ile kauli yake, na nilitoka nikiwa na night dress, nikiamini kwamba ni mume wangu wa ndoa. Sasa naweza nikafanya chochote mbele yake. Lakini bwana msikilizaji, Jamali akanirushia nguo ya kustiri mwili. Imagine, mumeo kwenye usiku wenu wa kwanza wa ndoa anakurushia nguo ufiche mwili wako mbele yake. Akanambia, "Haraka sana vaa, mimi na wewe hatuwezi kuwa hivyo." Inawezekanaje ile hali yeye ni mume wangu? Tena ni mume wangu wa ndoa kabisa. Na nilipewa mafunzo ya ndoa kwamba natakiwa kufanya nini na kuvaa nguo gani ninapokuwa na mume wangu chumbani. Nikamwambia, "Jamali, una maana gani mume wangu? Huu ni usiku wetu." Akasema, "Salma, mimi nina kazi nyingi sana za kufanya. Kwa hiyo wewe lala tu, alamsiki na usiku mwema." Nikamwambia, "Sawa, na wewe pia." Niliitikia kinyonge, nikapanda kitandani taratibu. Nilichukua shuka na kujifunika, huku nikiwa na mawazo kibao kichwani mwangu. Inawezekanaje iwe hivi? Jamal alichukua laptop yake akakaa kwenye sofa, wakati huo mimi nipo kitandani nimelala. Umeona? Akiwa pale akawa anafanya kazi huku anajichikisha fulani hivi. Yaani ni kama mtu aliyekuwa akichati na mtu na kama anasikiliza na muziki pia. Kiukweli nilikuwa mnyonge na sikuwa na cha kufanya, nikaamua tu kunyamaza nikalala. Asubuhi saa 11 niliamshwa na adhana kama ilivyo ada. Niliamka kwa lengo la kusali. Nilipoamka nilioga, nikajiandaa vizuri, nikamwamsha. Nikamwambia mume wangu Jamali, muda wa swala. Aliamka akiwa na hasira, yaani kama mbogo vile, kama kuna kitu kibaya vile nimemfanyia. Aliniangalia jicho kali. Nikamwambia, "Vipi, kuna mswala?" Akanambia, mimi sina mswala. Mimi ni mwanaume na huwa nasali mara nyingi msikitini." Nikamwambia, "Sawa, hakuna shida. Upo ambao mama alinipatia kama zawadi, ngoja nikauchukue." Akasema, "Mimi haya nihusu na wala sijakuuliza." Basi sikumjaji sana. Nikachukua ule mswala nikaswali. Nilipomaliza nilikaa. Alijiandaa akatoka akaelekea msikitini kama alivyodai. Wakati huo niliona nisiwe bored pale. Nikatafuta kitabu cha dini niweze kusoma baadhi ya sura.
Kiukweli katika shelfu za Jamal sikukuta kitabu hata kimoja cha dini. Nilikutana na vitabu vya mapenzi, vyenye simulizi za mapenzi. Nilikutana na vitabu vya kazini kwake, lakini kitabu cha dini sikukuta hata kimoja. Nikiwa pale namsubiri alirudi, nikaambia vipi mume wangu, samahani, natafuta kitabu cha dini nisome lakini sioni hata kimoja kwenye shelf lako. Akaniambia mimi sipendagi kuvisoma hivyo vitabu. Nilishangaa sana. Nilishangaa mno. Na wakati huo alikuwa anajiandaa kuelekea kazini. Nikamwambia kazini kufanya nini jamani? Kufanya nini kazini? Tena wakati tunazozana alikuja Jasmine. Nani huyu anataka kwenda kazini? Nikamwambia si huyu ndugu yenu anataka kuniacha. Akasema jamani, kazini vipi wakati upo kwenye staba na ndio siku ya pili leo? Hebu usitaki kutuaibisha. Tulitoka pale tukaelekea mezani. Jamali akawa anaigiza ananipenda. Ananilisha kwa tabasamu, ananibembeleza, utadhani kama ananipenda kweli yani. Yaani sio siri, yani mtu ilikuwa ukimwona Jamali kwa nje na ustaarabu wake aliokuwa nao, mtu angeweza kusema ndivyo alivyo. Lakini kumbe ilikuwa ni unafiki mkubwa tu, hakukuwa na mapenzi yoyote hapo. Nikajisemea kimoyomoyo, kama unavyofikiria. Fikira zinapokutawala basi huwa zinajitokeza kwenye mwili pia. Jasmine akaniambia, "Wifi, unamwazia kakaangu mabaya vipi?" Nikamwambia, "Hamna Jasu, sio hivyo." Wifi yetu yule mwingine akasema, "Ni ngumu kuielewa ndoa mwanzo. Lazima fikra zikukumbe lakini utazoea." Jamali naye akadakia akasema, "Hiyo ni kweli. Ni kweli kwa baadhi ya watu. Lakini kwangu mimi na Salma ni vigumu sana kwa sababu sisi tunapendana sana." Jasmine akadakia akasema, "Hilo ni dhahiri na ndio maana ulimkataa ni Rijalat." Wifi yule mwingine akasema, "We Jasu, hebu funga mdomo." Jamal akaendelea kuigiza sasa, akaniambia, "Salma, mke wangu umeshiba?" Nikamwambia, "Ndio, nashukuru." Wale walichukua vyombo na kuondoka. Baada ya story nyingi pale walipoondoka tu, tulikaa kama kawaida kama mwanzo. Hakuna mapozi, hakuna kupitiana, hakuna kuzungumza. Ikabidi mimi sasa ndo nivunje ukimya. Nikamwambia, "Jamali, kwani kuna kitu mimi nimekukosea?" Akaniambia, "Kwa nini Salma?" Maana sielewi humu ndani jinsi ulivyo. Yaani ulivyokuja kwetu kunioa mimi, niliamini umenipenda kwa dhati ndio maana umeridhia mimi kufanya kazi. Lakini sioni kama kuna mapenzi kwako." "Mapenzi yapi Salma? Mapenzi gani unayoyazungumzia wewe? Mapenzi gani? Yaani kukuoa tu, kitendo cha mimi kufanya kukuoa tu ni mapenzi tosha." "Ni sawa lakini mimi ni mke wako, Jamal. Mimi ni mkeo." Usiku wa kwanza wa ndoa yetu wewe umelala kwenye kochi, mimi kitandani. Nini maana ya ndoa hapo? "Hilo tu, sijali. Jana usiku nilikuwa na kazi nyingi. Lakini kwa usiku wa leo itakuwa tofauti sana mke wangu, sawa?" Nikamuuliza, "Kweli mume wangu?" Akasema, "Ndio, umefurahi?" Nikamwambia, "Sana, nilikuwa na hofu mwenzio." Akasema, "Ondoa hofu mpenzi wangu." Kiukweli hapo angalau nikapata nafuu kidogo. Na nikajikuta naondoa hofu juu yake. Jamal alikuwa busy na laptop yake pale. Na mimi nikawa sasa nina hamu ya kusoma vitabu vya dini. Nikamwambia, "Sasa inakuaje na hapa kwenye shelf lako hakuna hata vitabu vya dini jamani?" Akanambia, "Kama nilivyokuambia sipendelee kuvisoma." Nikamwambia, "Nini? Hivi kweli haujisikii vibaya kusema hivyo?" Akanambia, "Salma, ukitaka hivyo vitabu subiri shemeji aje, atakupatia. Nipo busy." Muda wa chakula cha mchana alikuja mama kutuletea chakula. Nikatamani kumuomba, lakini nafsi ikaniambia kwamba kuwa na subra. Nikasubiri pale tukala polepole huku mama akiwa anatusemesha. Baadaye akachukua vyombo na kuondoka, tukabaki wawili tena. Baadaye sasa Jamali alipokea simu. Aliongea na aliongea kwa mapozi kweli. "Okay, poa, nakuja, usijali." "Okay, poa." Yaani alizungumza kwa mapozi, nikajikuta naingiwa na wivu.
lakini niliamua kunyamaza tu. Jamali akajiandaa, akachukua simu yake, akatoka nje kimya kimya bila kuaga. Niliamua kumwacha na sikumuuliza chochote. Nikiwa pale nimekaa na mawazo yangu, dada yangu alinipigia simu. Nikamwambia, dada, asalamu alaikum Salma. Alaikum salam dada. Vipi kuhusu jana, ilikuwaje? Nikamwambia safi tu. Naona shemeji akirudi lazima akuletee zawadi. Nikamwambia inshallah dada. Tulipiga story 2-3, dada akakata simu. Jasmini pamoja na wifi walikuja pale, wakawa wananipigisha story. Si haba, kwa sababu niliwafahamu, maana hata siku ya ndoa ya wifi nilimchora hina, na hata utenzi wa ndoa nilimwimbia mimi. Mida ya magharibi walitawanyika na kila mmoja kwenda kuswali, na mimi nikaswali nikiamini jioni Jamali atarudi na zawadi, na pia tutaanza maisha mazuri tu, maisha yenye furaha na amani kwenye ndoa yetu. Kweli usiku uliwadia. Baada ya insha, Jamali alirudi nyumbani. Alifika chumbani na kuketi karibu yangu kwa sababu alikuwa ameongozana na shemeji ambaye ni kaka yake. Mimi namuita shemeji. Tulipiga story 2-3 pale, chakula kikaletwa tukala, na mwisho shemeji aliondoka. Baada ya kuondoka, Jamal alichukua laptop yake na kuelekea kwenye sofa. Sikuiona zawadi yoyote, sikuona furaha yoyote. Nilichukua koti lake alilokuwa katupia kwenye sofa, nikaliweka kabatini. Lakini wakati sasa naliweka, kuna necklace ilidondoka, nikaiokota. Nikajua fika labda kaninunulia mimi. Nilitabasamu nikamwangalia alivyokuwa busy, nikairudisha kwenye koti ili nisiharibu ile surprise. Nilipanda kitandani kulala, maana nilijua baadaye atakuja. Nilikaa kitandani, mwisho usingizi ulinipitia. Nilikuja kushtuka tayari ni alfajiri, nasikia adhana. Na Jamali alikuwa bafuni. Simu yake ilikuwa ikiita, nikaisogelea ili nimpelekee. Niliichukua kabla sijaiangalia mpigaji ni nani. Yaani ile kuishika tu, Jamali alininyakua ile simu. Alikuwa na mapovu muda huo. Alikuwa hajaoga vizuri bado. Alininyakua ile simu chap. Aliingia na simu yake bafuni. Kiukweli sikuelewa ana shida gani. Nilinyamaza kimya. Baada ya kuoga, alitoka akajiandaa kwenda msikitini. Wakati anamaliza kujiandaa, simu aliiweka pembeni, akawa ametoka nje mara moja. Ukaingia ujumbe, nikiwa karibu nayo. Niliona ile message kwa juu pale kwenye screen. Mpenzi, ukija usisahau necklace yangu. Nilishtuka kidogo, nikagundua kumbe ile necklace haikuwa yangu, nilikuwa najipa moyo tu. Alirudi kweli Jamali, akachukua simu yake na kuondoka kuelekea msikitini. Niliingiwa na tamaa ya kujua kama ile necklace ipo kweli ama la. Nilisogea mpaka kwenye kabati na kulikagua koti lake kama necklace ipo, sikuikuta. Na hapo ndo nilijua fika sina changu Salma mimi. Nilifanya ibada na kumuomba Mungu anijalie katika ndoa yangu nisiwe na mitihani mikubwa. Maana ilikuwa kama dalili mbaya nilikuwa naziona. Tena ndani ya siku 7 tu. Nikajiuliza, hivi kweli ni siku ya pili mwanaume hata ule msisimko wa kunigusa kama mkewe hana? Nilijiuliza sana baada ya swala. Nilijiuliza mno bila ya kupata majibu. Siku zilisogea na hatimaye siku 7 ziliisha, mwendo ukiwa ni ule ule. Yani siku ya 8 nikatolewa chumbani kwa sherehe, nikakabidhiwa nyungu nipike kama ilivyo ada mbele za watu. Jamali aliendelea kuonyesha dhahiri kwamba ananipenda, ananithamini. Mpaka kila mmoja alivutika na upendo wake kwangu. Na kuna baadhi ya wanawake walitamani kupata mume kama Jamali kwa jinsi alivyokuwa ananipetipete pale. Bila kujua mimi huko ndani hata sijui maana halisi ya tendo la ndoa. Hiyo haikuwa shida kwangu, ila changamoto kubwa ilikuwepo ni kwa nini alinioa sasa kama anichukulie kama mkewe. Basi nikiwa namalizia kuandaa meza ya chakula cha wageni, mama yake Jamali alinifuata huku akinisifu na kunisihi sana. Mashallah, mwanangu Jamali sasa amekuwa mwanaume bora na aliyekamilika. Na imani umemridhia na kwa ajili yako kabadilika kabisa. Hana tena tabia zake za zamani, alizungumza mama. Nikamwambia, tabia zipi mama?
kwa sababu yako binti yangu. Amekuwa ni mwenye heshima na nidhamu. Mwanangu kabadilika. Yaani kawa mtoto mwema naweza kusema. Na kuomba sana umshikilie hivyo hivyo. Na usiwahi kurudi nyuma mwanangu. Mpende zaidi ili ampendeze Mwenyezi Mungu, sawa? Nataka mwanangu mumpendeze Allah. Nikamwambia inshallah mama. Lakini mama yangu, kwani huyu Jamali si ni kijana mzuri tu toka awali? Akanambia afadhali unajua hivyo. Ila huyu Jamali alikuwa pasua kichwa, yule mtoto haambiliki mwanangu. Alikuwa na vijitabia vya haramu. Na ndio maana ikamlazimu baba yake amlazimishe kuoa. Ilikuwa ni vita humu ndani. Akawa hataki mpaka mzee Haji akamtafutia binti wa kumooa. Na laiti kama asingesema amekupenda wewe, mbona angemooa tu ni Rijalati? Lazima angemooa ni Rijalati nakwambia. Nikamwambia mama, kwa hiyo kumbe huyo Nir ndo alipangiwa kumooa. Nilimaliza kuandaa meza safi nikasogea mbali, maana tayari Jasmine aliwakaribisha wageni mchana. Nilitoka na kuelekea jikoni kuendelea na baadhi ya majukumu. Alikuja wifi pamoja na Jasmine kule. Unaitwa Sebleni. Hujui leo ni siku yako mkwe? Kweli niliinuka na kuelekea Sebleni nikawaongezea chakula. Na sio muda Jamali akaniita nikae naye karibu nikasogea. Tukiwa pale Sebleni watu wote wakiwa wamesha shiba, Jamali alianza kujitambulisha, kisha akanitambulisha na mimi. Baadaye watu wa familia ya Manyota walikuwa ni wengi sana. Lakini alinitambulisha mmoja baada ya mwingine na nikalazimika kuwakariri wote. Usiku ulifika, tukarudi chumbani. Jamali akachukua laptop kama kawaida yake, akakaa kwenye sofa na mimi nikakaa kitandani. Niliona hapana. Nilimfuata pale alipokuwa amekaa, akaniambia Salma, nahitaji kulala. Nikamwambia leo tutalala wote hapa, maana kitandani si upendi. Akaniambia pisha Salma. Nikamwambia sitaki Jamali. Kwani kuna lazima wewe kulala hapa? Sio lazima, unaweza kulala ndio. Alizungumza akaelekea kitandani na nikamfuata pia huko na kulala, akainuka. Nikamwambia mimi sielewi. Sikuelewi kabisa jamani. Yaani sikuelewi Jamali. Mimi si ni mke wako wewe. Akasema Salma, naomba usinitafute ubaya tafadhali. Huo ubaya ni kwa ajili ya ndoa yangu, si ndio? Ndio. Ndoa gani Salma unaizungumzia wewe? Hii ni ndoa ya imani kwamba mimi ni mumeo na wewe ni mke wangu, hiyo inatosha. Hakuna mambo mengine. Mimi nilikuoa ili nikusaidie usije kuolewa na mwanaume anayekuzuia kufanya kazi. Nikamwambia kwa hiyo au ulinioa ili wasikulazimishe kumooa ni Rijalati na kuharibu mipango yako? Akaniambia Salma, na kuomba uishi maisha yako tafadhali, naomba uniache. Nikasema kwa nini? Ili hali tayari nipo chini yako Jamali, nikuache kwa nini? Salma, nikwambie ukweli, si ndio? Nikwambie ukweli, iko hivi. Mimi nimekuoa wewe kwa sababu hata wewe ulinihitaji mimi, kwa sababu ulitamani kuishi maisha ya uhuru. Mimi pia hivyo hivyo, sina swali la kukujibu tena. Lakini Jamal, mimi ni mkeo tayari. Kesho unaweza kwenda kazini Salma, unaweza kwenda kazini kesho, sitaki mabishano. Alizungumza Jamal na kusogea kwenye sofa akaniacha kitandani. Niliutafuta usingizi kwa nguvu. Ushawahi kutafuta usingizi kwa nguvu msikilizaji? Niliutafuta usingizi kwa nguvu. Nikalala usingizi mnono mpaka alfajiri. Nilikuja kushtushwa na adhana. Nikafanya maandalizi vizuri, nikawaaga pale naelekea kazini. Nikamwambia Jamal, mimi naondoka kazini mume wangu. Akaniambia hakuna shida. Sasa wakati natoka, mama akaniambia vipi mkamwana, unaenda wapi? Nikamwambia mama, naelekea kazini, naenda kuchukua taksi hapo nje. Jamali si akaja mbio, mama, sio hivyo, mimi nampenda sana mke wangu unajua. Na siwezi kumwacha atembee kwa mguu. Kiukweli kwa macho ya nyama au mbele za watu,
Isingekuwa rahisi kabisa kuamini kama Jamali aliamua kuishi ndoa ya imani na mimi, kwamba mimi na yeye ni mke na mume, lakini hakuna lolote kama walivyo wanandoa wengine. Tuliingia kwenye gari, akanishusha pale kazini. Nilipokelewa kwa furaha sana na kina Rozi, na bosi alinipatia kitambaa akidai kwamba alitamani anifuate ukweni nije kushona lile gauni. Salma, send off ni wiki ijayo. Sijui ingekuwaje kama usingekuja hii wiki. Bosi, si nilikuahidi kwamba nitakuwa mchapakazi bora na sitaacha kuja jamani. Lakini Fatina naye ameacha kazi jana. Ameacha kazi kwa nini? Kwa sababu ambao hatujajua sisi wenyewe pia. Lakini kuna binti mwingine ameomba kazi, alizungumza bosi. Nikasema tu, haya. Mwenyezi Mungu ajalie awe muelewa tu na mpole. Kwa sababu wenzie hatujazoea heka kabisa. Mimi ni mpole mbona Salma? Alizungumza mgeni ambaye alikuwa amepewa kazi muda sio mrefu. Nirja, kwanza nilishangaa kumuona ni ule binti. Akanambia ndio Salma, mimi pia ni fundi bora sana. Nikamwambia haya, karibu ufanye kazi, karibu sana. Nirjalati aliacha tabasamu na kidimpozi kikaonekana pale. Kiukweli hata Rozi alidua kuona urembo wa ule binti. Bosi akamwambia sasa basi, hatutaki mzaha kazini hapa. Na tukifanya kazi kwa bidii, na imani wateja wataongezeka sana. Tulianza kazi tukiwa bize na kazi na sisi. Nirjalati akadondosha necklace ambayo alikuwa ameivaa. Nilipigwa na butwaa baada ya kuiona. Aliyokota haraka huku akiniangalia kwa wasiwasi, akairudishia shingoni mwake. Mule ndani ya ile garment huwa atukai na nguo nyingi, huwa tunapunguza na tunabaki na nguo kadhaa. Kwa hiyo hata alipoirudisha shingoni, haikupelekea mimi kukosa kuiona vyema. Akaniuliza, Salma, kuna nini dada? Nikamwambia hamna, nashangaa tu kuona uhodari wako katika kazi. Yaani binti kama wewe, mzuri mrembo hivyo, uwe fundi bora kiasi hiki, ni jambo la kujiuliza unajua. Niri akanambia, kwa sababu uliamini binti kama mimi nafaa tu kuwa mke, si ndio? Si ndio? Nikamwambia ndio hivyo Nirja, yaani unafaa tu kuwekwa ndani na sio kufanya mikazi, si unaelewa? Akasema ni kipaji changu Salma, sema sikuwa na uwezo wa kutoka kuonyesha mbele za watu. Alitabasamu na kuendelea na kazi. Sasa kilichobaki nikawa najiuliza, ile tukio lililotokea, necklace iliyokuwa kwenye koti la mume wangu ipo shingoni mwa Nira. Mimi niliamua kupotezea na kuendelea na kazi. Mida ya dhuhuri nilimwomba tuswali, akainuka tukaswali. Baada ya hapo tulielekea kula, kwa sababu hiyo restaurant tulizoea kwenda mimi na Rozi na baadhi ya wanafunzi. Tulienda mimi na Nirjalat, lakini yeye akasema kwamba hatuweza kutumia kile chakula hajazoea. Nikamuuliza, sasa utakula nini Niri? Rozi naye akamwambia inabidi uzoee mazingira ya hapa kwa sababu ndio utakuwa ukiwa hapa muda mwingi. Akatuambia msijali bwana, hata kuna mtu atanijia tukale na imani nitawahi kurudi, nitakula nyumbani. Kweli niliona simu yake inaingia ujumbe. Sijui ni kwa nini nilikuwa na mashaka sana na simu yake. Akaijibu ile message na alituaga na kusema kwamba huyo mtu amefika. Alinyanyuka na mimi nikanyanyuka kwenda kuona anaondoka na nani. Rozi akaniuliza, wewe na wewe hauli? Nikamwambia nakula mbona. Wakati najibizana na Rozi, Nirja alishaondoka tayari kwenda mbali. Kwa hiyo sikufanikiwa kujua kaondoka na nani. Mimi nikaamua kupuuza hilo, kwa sababu huenda nilitaka tu kujichumia midhambi kwa kumuhisi mtu vibaya. Hali ikawa hivyo na iliendelea kuwa hivyo siku zote kwa Nirja. Baada ya miezi miwili nyumbani, wazazi na binti yao waliondoka. Wakati huo hivi pamoja na shemeji waliondoka muda kabla ya mwezi kuisha. Kwa hiyo wale wote ambao tulikuwa nao pale nyumbani waliondoka. Tulibaki wawili tu, kitu ambacho kilinishangaza sana. Nikamwambia Jamali,
kwani wewe ulikuwa ukiishi peke yako hapa kabla? Akaniambia ndiyo, hapa si kwangu. Nikamuuliza na kwenu ni wapi? Akasema ni hapa hapa Moshi, ila ni Pasua sio Rau. Nikasema na shemeji Jawadu kwake ni wapi? Akaniambia Arusha. Wewe Jamali wewe, mbona sielewi? Akaniambia sasa ndo utaelewa. Yaani kijana mdogo kama wewe umiliki mjengo wote huu na uishi mwenyewe? Jamali hapana bwana, hiyo hainiingia akilini. Akaniambia ni kwa sababu najituma, silale kizembe ndo maana. Lakini akiwa pale alipigiwa simu na rafiki yake mmoja hivi. Halo, J-Star. Niambia niga. Maongezi yao yalikuwa ya kiuni, alafu yalinishtua. Kijana mpenda dini, mshika dini kama yule anawezaje kuongea hivyo? Si umesema mdingi kasepa tunaweza kupati? Kama kawaida masela nimewamiss kichizi yani. Nikamwambia Jamali inatosha. Alafu nikasikia mtu akisema, "Oya upo na manzi nini maana we upo moto?" Akawaambia kawaida tu, sema huyu sister tu. Msikilizaji, maneno ya Jamali akanifanya nishuke mzima mzima kutoka nilipokuwa nimesimama mpaka chini kwa mshtuko. Kwamba anaigiza au ndo uhalisia wake, yani nilikuwa sielewi. Jamal akaendelea kuongea yale maneno ya kihuni ambayo yalikuwa yananikwaza kweli. Baada ya muda alikata simu akanambia, na huu ndio uhuru ambao nilikuwa nimeupoteza. Na kwa ajili yako sasa umesharudi. Nilishangaa sana msikilizaji. Yaani kumbe nimeolewa na mtu ili apate mwanya wa kuendelea kutenda dhambi. Niliinuka, nakumbuka ilikuwa Jumamosi, nikaingia jikoni nikaandaa chai, nikamkaribisha mezani. Tukiwa tunakunywa chai nikamwambia mume wangu, "Unajua vitu vimeisha, tunafaa kufanya mpango twende shopping kwa ajili ya vyakula." Akanambia, "Kwani si uende wewe ukanunue?" Nikamwambia sawa nitaenda, lakini si mpaka unipatie pesa. Akanambia, "Kwani wewe si unafanya kazi wewe?" Jamali, unasemaje? Unashangaa nini sasa? Mtu unafanya kazi na unaingiza pesa. Wewe unataka pesa zako wewe zisiwe zina kazi? Lakini Jamali, si ni wajibu wako wewe kama mume jamani kuhudumia familia. Hivi wa Salma, kipi ambacho uelewi? Kwa imani yako wewe mimi ni mumeo. Alimaliza chai na kuondoka pale. Kweli hali ilikuwa inanisikitisha sana hiyo. Nilikuwa najibiwa visivyo. Nilitamani ardhi ipasuke niingie huko. Nikapiga moyo nikiamini labda hii ni mitihani ya ndoa tu na ni mitihani ambayo nilikuwa nimepangiwa. Nilinyanyuka nikatoa vyombo. Kuna dada wa kazi ambaye tuliishi naye pale alikuwa anaitwa Happy. Akanambia, "Dada, acha tu nikaoshe vyombo." Nikamwambia sawa asante, basi ngoja niwahi kazini. Nilijiandaa na kuelekea kazini, sikusubiri usafiri wa Jamal. Nilipofika kazini mawazo yalikuwa ni mengi sana kichwani kwangu. Kwa mabadiliko ya Jamali baada ya ndoa ilinishangaza sana. Ile hali mwanzo alinidhihirishia kabisa kwamba ananipenda. Kutokana na mawazo niliyokuwa nao nilisahau kabisa kutoa salamu. Nilifika tu na kuanza kazi moja kwa moja. Bosi akanambia, "Salma, una matatizo gani mdogo wangu?" Nikamwambia, "Hapana dada, ni vile tu, yani hata sielewi." "Usijali mdogo wangu, naelewa maana halisi ya ndoa. Kwa hiyo ni kawaida." Nirijalati akadakia akanambia, "Pole Salma." Nikamwambia, "Asanteni sana kwa kunifariji." Kulikuwa na msichana mwingine alikuwa akiitwa Agripina, akanambia, "Dada Salma, usiwe hivyo. Vipi kama kesho Rozi akukute hivyo? Si atajua tumekukwaza jamani." Nikamwambia, "Muone, hamna hata. Kwa hiyo ina maana Rozi hajafika bado leo?" Akasema, "Ni Jumamosi leo, si unajua?" Nikamuuliza, "Kwa hiyo leo nina kazi mbili, kufundisha na kushona?" Nirijalati akanambia, "Nitakusaidia." Basi tulianza kazi na kazi zilikuwa nyingi ile mbaya.
Yaani nishone mimi, nipige overlock mimi, finishing mimi, kuwafundisha wanafunzi mimi. Kiukweli nilichoka sana hiyo siku. Mvua ilikuwa imeanza kunyesha siku hiyo. Taratibu nikaanza kuwaza. Nilipokuwa mdogo mamangu alikuwa akinizuia sana kucheza kwenye mvua, lakini sikuwa namuelewa. Niliipenda sana mvua, ila niliogopa sana radi. Nikatamani nitoke nje muda huo. Wenzangu wote walikuwa wameenda kula, nibaki mwenyewe. Nikaona nitoke tu nje, maana watu watakuwa wamejikumbatia huko kwenye vibanda vyao wakiogopa mvua. Nilitoka, lakini kabla sijaingia kwenye mvua yenyewe, nilipigwa na butwaa baada ya kumuona Jamal akimfungulia mlango Nirja na kumfunika na mwavuli. Nirja aliachia tabasamu na kumfanya Jamal atabasamu pia. Niliumia, lakini kabla Jamal na Nirja hawajaniona mimi, niliingia ndani haraka nikiugulia kimya kimya. Nirja aliingia pale ndani akilalamika kwamba mvua imemkosesha raha ya chakula. Sikumjibu chochote kwa sababu nilimchukulia kiasi fulani kama mnafiki kwa upande wangu. Salma, mbona hujaenda kula? Nilimwambia nitakula tu, kazi zilinitinga ndugu yangu. Baada ya kazi nikaelekea nyumbani. Nikiwa bado nipo getini sijafunguliwa mlango, nilisikia kelele za mziki mzito. Nikauliza, utakuwa unatokea ndani kwetu ama ni jirani? Nilifunguliwa geti na mlinzi, nikaingia ndani. Kadiri nilivyozidi kusogea ndivyo sauti ilivyoongezeka. Nilipofika mlangoni nikaukuta umefungwa tena kwa ndani, lakini kuna mtu aliufungua. Karibu. Alitangulia ndani na mimi nikafuata nyuma. Nilipofika ndani, yaani watu walikuwa wamejaa, wapo watu wengi, na kingine ni wanawake walikuwa wamevaa nusu uchi, wanaume wengine wameshika chupa za bia. Nikaendelea kujiuliza, jamani, haya nayo yaona naota ama ni kweli? Maana nilikuwa naona mapicha picha. Nikatoa nikabu yangu, nilibaki na mtandio sasa. Nikiwa pale na shangaa sielewi hili wala lile, alikuja Happy. Nikamwambia, Happy, nini hiki kinaendelea humu ndani? Akanambia, dada, wewe hujui mengi kwani? Na ulikubalije kuolewa naye kama hukuyajua haya? Nikamwambia, Happy, nimekuuliza na umenijibu tofauti na swali. Akasema, dada, hii ni kawaida ya shemeji, wazazi wake wakiwa hawapo. Nini Happy, unasemaje? Lakini kabla Happy hajajibu, Jamal akiwa na chupa ya bia alikuja mbele yangu akaniuliza swali la kushangaza sana. Vipi, mbona leo umevaa matambara? Eti nice. Jamani, niliishiwa nguvu. Nikajiuliza, huyu ndo Jamali, mume wangu aliyenioa? Nilikimbilia chumbani moja kwa moja. Sikutaka kuona kinachoendelea. Nilijifungia huko. Nikasikia tu watu wanaendelea kuserebuka. Nikiwa chumbani pale aligonga mtu hodi. Nikainuka kufungua. Alikuwa ni binti mmoja mrefu mwembamba mweupe, na alikuwa amevaa kama walivyovaa wengine. Nikamuuliza, kuna nini? Akaniambia, sister, mimi naitwa Nice. Jamali alikuwa anakuita pale tukajumuike wote. Kwa nini nijumuike na nyie? Akasema, kwa hiyo unataka kujifungia ndani kama mbuzi? Acha hizo dada, twende ukale bata. Nikamwambia, hapana, mimi huko siendi. Yule mdada aliondoka akaelekea kwa Jamali. Akamwambia, baby, kakataa sister yako yule anaonekana mshamba sana yule. Akamwambia, achana naye bwana baby, Nice. Mimi yule namuendea peke yangu. Jamali akainuka akanifuata chumbani. Nikiwa chumbani nilisikia mlango ukigongwa tena. Niliinuka tena na kwenda kufungua mlango. Hivi wewe, mimi kwako ni nani hasa? Aliongea kilevi akiwa ananuka pombe. Nikashika pua yangu ili nisisikie ile harufu. Alafu akanishika mkono, akanikokota mpaka walipokuwa wengine. Nilikaa mezani nikiwa kimya. Akaja Happy akanipa kampani. Wakati huo Jamali na marafiki zake waliserebuka kwa muziki na walikuwa wanakunywa pombe, na hapo ndipo niliamini kwamba ni miongoni mwa wale watu. Nikamwambia Happy,
unajua siamini kwa hiki ninachokiona. Yaani hapa moyo wangu unavuja damu, moyo wangu unaniuma sana. Hepi akaniambia, dada vumilia tu dada yangu, vumilia. Sasa nikiwa pale alikuja kijana mmoja akanishika mkono kwa nguvu, akaniinua ili aweze kucheza na mimi. Kujitetea, kujiepusha na kuepusha shari, nilimsukumia pembeni hivi akajigonga kwenye meza. Jamali akaniambia, Salma, we Salma, unawezaje kumfanyia hivyo mgeni wangu? Unajua ni nani na ana thamani gani kwangu? Binti, naomba usiwe sababu ya mimi kukutengua kiuno na kuheshimu. Basi walimuinua ule mwenzao wakamweka pembeni huku akilalamika, huyu binti mshamba kweli, hajui maana ya muziki. Ashukuru Mungu tu sijaumia, la si hivyo angenielewa mimi ni nani. Jamali akamwomba msamaha rafiki yake, akaambia usijali mshikaji, sio kusudio lake huyo manzi bado mshamba, ndio tatizo. Yaani kusikia hivyo ndipo niliondoka nikatoka nje, nilikaa kwenye benchi moja hivi pale nje. Nilikuwa nalia. Nilijikuta nikijutia hiyo ndoa. Basi mida ya saa 6 au rafiki wa Jamali walitoka, wakanipita nikiwa nimekaa. Wengine walikuwa wanakokotana pale wakiwa wamelewa, wengine wanaongea ujinga wanatukana, tena wanatoa matusi ya nguoni kabisa. Lakini kwa wakati huo Jamali hakutokea. Nilikaa pale kwenye benchi, mwisho usingizi ukanipitia nikiwa pale pale. Nilijikuta nikipigwa na baridi kali sana nikiwa usingizini. Asubuhi palipopambazuka niliamka nikiwa mchovu sana. Niliingia ndani, nilifungua tu mlango, nilikutana na chupa za bia zimesambaa pale na vitu vimetapakaa kila kona. Alikuja Hepi. Dada, shikamoo. Marahaba Hepi, mzima? Mimi mzima dada. Jana ulilala wapi? Maana mlinzi alisema hajakuona hata ukipita. Hepi mdogo wangu, kikubwa nipo hai. Nilimpita nikaelekea chumbani nikiwa mchovu najisikia homa. Nilimkuta Jamali kwenye sofa kama kawaida yake akiwa na chupa ya bia mkononi. Nilisikitika sana, lakini nifanye nini sasa, ndo nimeshaolewa tayari. Nitafanya nini? Niliingia bafuni kwanza nioge. Nikiwa naoga, Jamali aliamka akiwa anahangaika na kichwa maana alikunywa sana. Aliinuka akaweka chupa pembeni kwanza, akaja mpaka bafuni nikiwa bado naoga. Maana lile bafu lilikuwa halina komeo kwa ndani. Ilikuwa ni kitendo cha kusukuma tu mlango na kuingia ndani. Nilijawa na hofu baada ya yeye kuingia bafuni na kunikuta mtupu. Nilichukua taulo langu haraka nijifunie, niweze kujistiri kama alivyokuwa akitaka. Oh, samahani, sikujua kama upo ndani, naondoka. Aliongea akiwa amefumba macho yake na kutoka nje. Nilitetemeka sana na homa yangu ikaongezeka. Na mimi nikatoka nje, nikachukua nguo nikavaa, nikajiandaa nielekee kazini. Kufika sebleni nikakuta Hepi kashaandaa chai na chapati. Dada, karibu chai, maana jana haukula chochote ujue. Hepi, haina shida, ila naomba niangalizie panado kwa sababu kichwa kinanigonga hatari. Au leo dada usiende kazini? Hapana, nyumbani hapa hapana faida kwangu zaidi ya maumivu tu. Kwa hiyo ni bora niondoke. Hepi alinisikitikia, lakini ndio hivyo, hakuwa na msaada na mimi. Nilikunywa chai mezani. Nikiwa mezani alifika Jamali. Nilinamisha macho yangu nisionane naye kabisa, lakini alitoa salamu, asalamu alaykum. Nikamwambia alaykum salam na nikaendelea kunywa chai. Baada ya chai nilichukua panado nimeze. Akaniangalia na mimi sikutaka kumtazama. Aliponiona na meza dawa, na nilipomaliza kumeza dawa, niliuchukua ule mkoba wangu wenye vifaa muhimu nikaanza kuondoka. Nilipofika mlangoni nilikanyaga chupa moja hivi nikateleza nikaanguka. Nilipigiza kichwa kwenye tiles. Nikaanza kuhisi maruerue kabisa. Niliona nyota kabisa, mwisho nikapoteza fahamu. Wakati huo Jamali naye alikuwa amefika eneo nilipokuwa mimi na Hepi pia. Alinichukua mpaka chumbani. Mbona ukusafisha? Bosi samahani, nipe simu yangu pale. Hepi akampatia simu Jamali, akampigia dokta simu. Ila kabla dokta hajafika nilishtuka. Kichwa kiliongezeka kuuma. Lakini nikainuka ili niweze kuondoka kuelekea kazini. Salma, hebu tulia.
mimi naondoka Jamal, naomba uniache. Leo hauendi popote. Jamal, tafadhali naenda kazini, mimi nipo sawa tu. Niliinuka niweze kuondoka, lakini Jamal alinizuia kuondoka. Nilimpita mlangoni na kuongoza njia mpaka nje. Nilimwacha akiwa na hasira, lakini nilifanya kusudi kutokumtii kwa sababu natafuta njia ya kuongea naye. Nilielekea kazini nikiwa hovyo sana. Nilipofika nilianza kazi. Baada ya kusalimiana na wenzangu pale, nilikaa mezani kwangu na kuendelea na shughuli zangu. Habari ya nyumbani, natumaini jana umelala vizuri, alikuwa ni Nirjalati akiniuliza hivyo. Nikamwambia ndiyo nimelala vizuri, lakini siko poa kwa sababu kichwa kinaniuma kidogo. Akaniambia itakuwa mziki mnene ulikuumiza Nilimuuliza tu, kwani umejuaje Nirja? Akasema hapana, nimeongea tu. Kwani kulikuwa na mziki kweli? Nikamwambia hamna. Hakukuwa hata na mziki wowote. Niliamua kunyamaza nikaendelea na kazi. Mida ya swala, majira ya kwenda kuswali, Nirja akaelekea kuswali. Mimi nilikaa tu kwa sababu nilikuwa nina udhuru. Walijiandaa waende kula na wakati huo sikuwa vizuri kabisa. Nikawaambia waende tu na mimi nitaenda baadaye. Kweli waliondoka wote. Nikabaki pale kazini. Nikiwa kazini kichwa kikazidi kuniuma na kazi haziendi. Lakini bosi alipofika pale, alipoiona hali yangu sio nzuri, aliniomba tu niondoke. Na akanisii nisije kurudi kazini mpaka nitakapokuwa sawa. Nilichukua vitu vyangu nikatoka nje. Nikiwa njiani naelekea kupanda bajaji, nilikutanisha macho yangu mimi na Nirja akiwa na Jamal wanakula kwenye mgahawa mmoja hivi. Nirja alishtuka sana baada ya kuniona. Mimi sikutaka mengi, nikajifanya kama vile sijawaona kabisa. Salma aliongea huku akinihofia. Alipoongea hivyo, hata Jamali pia akaangalia. Alipokuwa ameangalia Nirja akaniona. Wakati huo bajaji ilikuwa imefika, nikapanda na kuondoka mpaka nyumbani. Nilipofika mitaa ya nyumbani nilishuka nikawa naelekea kule getini. Lakini nilipoingia ndani ya geti tu nilipoteza fahamu kwa mara ya pili. Happy na mlinzi wakaniingiza ndani na kunipeleka chumbani moja kwa moja. Lakini tulipofika pale kwenye chumba chetu tulikuta kimefungwa. Jamali alikuja akanikuta nimelala bado nimepoteza fahamu. Alikaa pembeni yangu na haikuchukua muda daktari alifika. Aliponipima alijua sina tatizo kubwa. Ilikuwa ni ubongo tu umeshtuka kwa kuanguka chini na kingine ilikuwa ni stress. Daktari, kwa hiyo ina maana unataka kusema kwamba stress zinampelekea kuwa hivi? Akamwambia ndiyo, na usipokuwa makini utamsababishia maradhi makubwa ya ubongo. Alizungumza daktari na kuchukua vifaa vyake akaaga na kuondoka pale. Jamali alijishika kichwa na kujiona ni mkosaji kwangu. Akikumbuka tukio la mimi kumuona akiwa na Nirja, hakuwa na imani kabisa kama niliondoka kwa heri. Niliposhtuka nilimkuta Jamali kitandani akiwa ameegemea kitanda huku akiwa kanishika mkono akiwa kasinzia. Niliutoa mkono wangu kwake, kidogo nilikuwa na unafuu. Niliinuka kitandani nikiamini hata kulala kwake pale ni maigizo tu. Nilielekea bafuni kuanza kujiweka sawa. Nikatoka, nikamkuta Jamali amekaa kwenye sofa ananiangalia. Nikamwambia asalamu alaykum. Akaniambia waalaikum salaam. Tafadhali samahani sana, naomba tuongee Salma. Nikasema kwa sasa ni usiku na imani utakuwa na usingizi. Akaniambia Salma tuongee, najua una mengi ya kuniuliza, niulize tu. Nikamwambia sina chochote cha kukuuliza Jamali. Kwa kuwa mimi hiyo haki kwako sina. Na kuanzia leo mimi nitakuwa silali humu ndani. Kwa sababu hakuna mtu wa kutuhisi tofauti, kwa sababu pia siishi na mtu yoyote hapa zaidi yako. Akaniambia sasa kama unasema hivyo, vipi endapo siku akija ghafla? Jamali ni sawa pia, maana hatuna haja ya kuishi kwa kumhofia binadamu mwenzetu, ili hali Mungu anatuona kwa kila tunalolifanya. Salma, naomba unisikilize. Niliutoa mkono wangu nikaondoka kuelekea sebuleni. Happy akaniletea chakula nikala.
Nilimmisi sana mama yangu, lakini muda wa kwenda kumuona ulikuwa bado. Nikiwa nakula, Jamal alikuja akakaa pale pia. Akawa anajisemesha, unajua mimi na Nirja hatupo vile unavyodhani, sijui nini na nini. Nikamwambia, Happy, asante kwa chakula mdogo wangu. Sikumjibu chochote yule kiumbe jamani. Niliinuka, Jamal akanizuia nisisimame, nikasimama nimsikie. Akaniambia, kesho naomba tutaongea, lakini usiende kulala chumba kingine, kalale chumbani tu. Kweli aliomba. Mimi nikaelekea chumbani kwake nikiwa na majonzi juu ya hiyo ndoa yangu. Baada ya wiki moja nilikuwa nimepona kiasi, lakini stress hazikuisha. Nilielekea kazini na kiufupi nilianza kukonda kwa mawazo. Ndani ya hizo siku chache Nirja alikuja kazini akiwa na tabasamu. Lakini baada ya kuniona tabasamu nilikuwa linamuisha. Yaani alikuwa anakuja mtu mwenye furaha, ila akiniona tu ananywea. Asalamu alaykum Nirja. Waalaikum salam. Heri za siku dada. Tulizungumza pale, kazi ikaendelea, lakini Nirja aliendelea kuwa na hofu kiasi kila anaponiona. Yaani alikuwa ni kama mtu ambaye hajiamini kwa chochote kile, ni mtu ambaye alikuwa anaonekana na wasiwasi sana. Tukiwa pale alikuja mteja akaleta kitambaa, nikakichukua nikakiweka kabatini, akaondoka yule mteja. Alikuja bosi akaniomba nimsindikize kwenye duka la urembo wa nguo, maana ulikuwa ni kama vile umeisha. Tuliongozana mimi na bosi kuelekea dukani. Tukiwa njiani akawa ananioji baadhi ya maswali. Akaniambia, wewe, hivi Salma wewe na Nirja mpo sawa kweli? Nikamwambia ndio bosi, kwani kuna tatizo? Akasema hapana, kwa jinsi ninavyowaona mna tofauti kidogo. Nikasema bosi, hapana, ni vile tu kila mmoja hamuelewi mwenzake. Akaniambia, mdogo wangu Salma, kuwa makini sana mdogo wangu, maana ndoa sio kitu cha mchezo. Ndoa ina mambo mengi sana. Yaani kuna wakati unatakiwa kutambua kuwa mumeo ni wa kwako peke yako, kwa sababu wewe ni mke halali kwake. Usimpe uhuru mwingi. Ipo siku utalizwa zaidi, tena ukiwa umeshampenda sana. Maneno ya bosi yalinifanya nikose majibu, kwa sababu nilihisi kabisa kuna kitu kashashtukia juu yangu na Nirja. Tuliingia dukani tukafanya manunuzi. Baada ya hapo bosi akaniaga akaelekea kwake. Nikiwa pale kuna nguo nzuri niliiona upande wa pili. Nikaona nimchukulie Happy, atafurahi akiipata. Niliingia ndani nikachukua, nikaelekea upande wa kulipa. Jamal, nimechukua na mtandio. Msikilizaji, ilikuwa ni sauti ambayo ilinifanya hata nisigeuke kuangalia, kwa sababu ilikuwa ni sauti ya Nirja. Nililipia. Nilipomaliza nikawa natoka niende zangu nyumbani. Nilishika mkono. Niligeuka kujua ni nani kanishika mkono. Alikuwa ni Jamal. Nikamwambia niachie mkono wangu Jamal. Nilimwambia na hakuniacha zaidi ya kunivutia ndani, sehemu ambayo haina watu wengi. Wakati huo Nirja alikuwa yuko busy kuchagua vitu, ukizingatia mimi toka nimeolewa sijawahi kununuliwa hata hereni kile kipindi cha 200 kile ambacho kinaikagua hapa puani hapa. Sikuwahi kununuliwa msikilizaji. Kwa nini unilete huku Jamali? Hebu naomba niache niondoke. Salma, wewe ni mke wangu wa ndoa Salma. Ndoa ya imani, si ndio? Si ndivyo ulivyosema, ndoa ya imani? Salma, naomba tuongee. Niache Jamali, niache. Sina haja ya kuongea na wewe. Nataka niondoke kabla Nirja hajaniona hapa. Akaniambia, kwani wewe na Nirja nani anafaa kumkimbia mwenzake? Tulia. Nikamwambia, Jamali tafadhali naomba uniache niondoke. Nilimsukuma nipite, akanikumbatia ndani ya supermarket ya watu pale. Wakati huo Nirja yupo kumtafuta Jamali huko. Alipoona sasa muone, akamtumia message, uko wapi? Nataka kwenda nyumbani. Jamali aliposikia ujumbe umeingia kwenye simu akachukua na kuusoma. Kisha akaniachia na kuomba nimsubiri. Nikawaza, yaani mimi nimsubiri Jamali mpaka atoke kumpeleka huyo Nirja ndipo anirudie? Nikasema hiyo akili sina. Samahani, sheria ya ndoa ya kutomtii mume, lakini kwa hili hata wewe msikilizaji nadhani utaniunga mkono.
Niliomba msamaha kwa kweli, nikajiondokea. Niliondoka nitoke nje, na wakati huo Jamali alikuwa anamalizia kumlipia Nirja vifaa vyake, akampeleka kwenye gari. Nilipotoka nje nikamwona Nirja akimkumbatia Jamali na kumuaga, akaingia kwenye gari huko anatabasamu. Kisha gari likaondoka. Kiukweli nilishuka na hasira, ila nikaona hasira zangu za nini? Yote haya niliyataka mwenyewe jamani. Jamali ni kijana tajiri na ana pesa, ana mali na ni mtanashati sana. Baba yake ni shehe maarufu tu, na mimi ni binti wa kawaida sana. Nilikubali kuolewa ili hali mrembo kama Nirja, binti ambaye wameendana kwa kila kitu, alikuwepo pia. Nikajiambia, acha ujinga Salma, huyo sio type yako na usithubutu kumpenda Jamali. Nilijipa hicho kiapo na nilijipa onyo kali sana. Niliingia kwenye bajaji na kuondoka. Jamali akarudi kule ambapo aliniacha mimi hakunikuta. Naona akaona arudi sasa nyumbani. Alipokuja nyumbani alinikuta jikoni naandaa chakula, lakini muda wote machozi yalikuwa yananitoka. Alifika akanikumbatia, akanishika mikono yangu iliyokuwa inakata mboga, akachukua kisu akaweka pembeni. Akaniambia twende ndani. Aliongea, mimi sikumjibu chochote, akalazimika sasa kumuita Happy aje aendelee na ile kazi nilikuwa naifanya mimi. Tulielekea sebleni nikiwa bado nipo kimya, siongei chochote. Akanambia, Salma, samahani, hujui ni kwa nini nipo vile na Nirja. Alizungumza hivyo akiniangalia usoni. Nikamwambia, Jamali, naomba tusiongelee hilo. Nahitaji kupumzika, kesho nitakuwa na kazi nyingi ofisini. Akanambia, nisikilize kwanza Salma. Mimi ni vile nahitaji kukuelewesha, sio kwa ubaya, ila ungenisikiliza. Jamali, kwani wewe sura yako halisi ni ipi hasa? Maana mara ya kwanza ulionekana kijana mpole, mstaarabu, mkarimu na mwenye upendo kwangu. Niliamini huna nia ya kunichezea na ndio maana unataka kunioa. Nikakubali. Nilikubali kuolewa na wewe kwa sababu niliamini unanipenda, lakini kumbe mawazo yangu na yako yalikuwa tofauti sana. Basi Jamali hakutaka kunilazimisha, aliniachia nikaingia jikoni tena. Baada ya kuandaa chakula tulikaa mezani. Tukiwa watatu mezani, alikuja ule binti wa siku ile ambaye anaitwa Nice. Happy akamfungulia mlango, akafikia mezani, akapita moja kwa moja akambusu Jamali shavuni. Babe, I miss you. Aliongea hivyo mbele yangu, huku Happy kainamisha kichwa chini, akionyesha kwamba ananionea huruma sana. Nikasikia, Salma, si unamfahamu Nice vyema? Aliuliza Jamali. Nikamwambia simfahamu vyema mimi, kwani si haujawahi kunitambulisha kwa mpenzi wako? Akasema, oh my love, huyu sio mpenzi wangu bana, tumezoeana tu kuitana hivyo, lakini baadaye tutapendana tu, si ndio love? Kwanza kabla sini yetu haijaisha inabidi unichumu ili kuzidisha ladha kwenye kipande kilichobakia, si ndio? Alizungumza Nice. Kiukweli nilishindwa kuelewa maana yake kwanza, maana mimi sio mtu wa kufuatilia mambo ya anasa kabisa. Mimi sijaumbwa hivyo. Kiufupi sijakulia kwenye hao mazingira. Nice, na wewe acha kuongea sana bwana. Basi tulikula. Baada ya chakula nikaelekea chumbani kulala. Nikiwa chumbani alikuja Jamali na sikutaka kumsemesha, nikaendelea na kazi zangu pale. Kuna kitu alikuwa anatafuta, mwisho akakipata, alitoka. Alinitakia usiku mwema na sikumjibu chochote. Nilihisi labda amelala chumba tofauti ili huyo mtu wake asihisi kama sisi ni wanandoa. Mida saa 9 usiku nilishtuka nikiwa na kiu kali. Nikasogea kwenye jagi ili niweze kunywa maji, lakini hakukuwa na maji. Nikalazimika sasa kuelekea jikoni kutafuta maji. Nikiwa natembea nilifika, nikawa nasikia kama sauti za kimahaba. Nikasogea mpaka mlangoni kujua kama atakuwa ni Jamali. Nilipofika karibu na mlango, ile sauti ikazidi kusikika. Sikutaka kujua zaidi, maana moja kwa moja nilijua ni Jamali na huyo Nice. Kiukweli nilimchukia Jamali kwa kiwango kikubwa zaidi. Ina maana kweli hawezi kuwa haswali, ni mlevi, mtu asiyesomeka, muhuni. Yote hao niliona sawa, lakini kitendo hiki cha kunikosea heshima na kuzini ndani ya nyumba yangu
maana tayari mimi ni mkeo wa ndoa. Nikasema huu ni udhalilishaji na inaonyesha ni kiasi gani haniheshimu. Nilijikuta naanguka chini, nikakaa pale, niliangua kilio kikubwa. Nilinyanyuka haraka nikakimbilia jikoni, na huko ndiko ambako nilimalizia kilio changu. Msikilizaji, haya ndio mambo ambayo ndugu yetu Bibi Salma aliyokuwa akiyapitia. Salma ataweza kuvumilia? Salma ataweza kuvumilia? Maana mimi tu msimuliaji hapa nimeshindwa kuvumilia. Natamani nimwokotee mawe. Yaani natamani nimuone Jamali mbele yangu afu nimpige na mawe. Kwa sababu inauma, yani inauma sana 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 sana. Mambo anayofanywa Bibi Salma, mimi na wewe, sijui. Mimi nisingeweza kwa kweli. Mimi ningejichukulia sheria mkononi. Sijui kwa msikilizaji ungefanya maamuzi gani? Iwe ni mwanaume, iwe ni mwanamke, chukulia jinsia tofauti na wewe ndio inakutendea haya, ikiwa ni mke wako au mumeo. Dondosha komenti yako msikilizaji hapo chini kumshauri ndugu yetu Salma. Awaeleze wazazi, adai talaka, avumilie, aendelee kuamini kwamba ni majaribu katika ndoa. Basi mimi sina la ziada msikilizaji, tukutane wakati ujao, sehemu ijayo ya simulizi yetu nzuri ya Salma. Na nipenda kumkumbusha msikilizaji ambaye bado hajasubscribe kwenye channel ya Dada B Simulizi, usiache kufanya hivyo msikilizaji. Bonyeza subscribe kisha alama ya kengele ili kuwa mwanafamilia kabisa wa channel ya Dada B Simulizi. Uendelee kupata burudani kupitia simulizi zetu, uendelee kuburudika, uendelee kuelimika na kuenjoy pia. Mimi sina la ziada kwa sasa, tukutane wakati ujao na kwaheri.